subscribe to my channel. And also press this bell icon. Kwa maana ni timu ambayo ilikuwa haijiwezi. Kwenye uzito wao hawa Al-Masry wameachwa na Simba mbali sana. Of course ni kikosi cha bilioni 20. Ni kikosi cha mzigo mrefu sana. Wachezaji wao wanalipwa zaidi ya mara 5 au hadi zaidi ya mara 6 tofauti na wachezaji wa Simba, lakini kwa upande wa mjumuisho wa wachezaji, quality, individual brilliance, mchezaji mmoja utaona Simba sasa hivi wana hiyo quality lakini pia class ya wachezaji, kwa maana wanacheza zaidi kitimu. Kwa hiyo mimi nilikuwa naona njia yao ni fupi sana, na wanasema njia ya mwongo siku zote ni fupi, kwa maana utaiba, utadanganya, utasema kila kitu, lakini mwisho wako utakamatwa kwenye tundu bovu. Leo wamenaswa kwenye tundu bovu kwa sababu njia yao pia ilikuwa ni fupi sana. Njia yao ilikuwa ni fupi sana. Nilisema watafungwa. Mimi nilitabiri kwamba Simba anaweza akapata magoli 2 hadi 3 kipindi cha kwanza. Kama utarejea kwenye interviews nyingi nimefanya na online tofauti, nilisema Simba atapata goli 2 hadi goli 3 kipindi cha kwanza. Watu wakawa hawaamini, lakini mwisho wa siku nilisema kufikia dakika 30 Simba inabidi wao wamemaliza mchezo. Lakini kiusema ukweli hatujaona mbinu katika mechi ya leo kwa upande wa FAR Davis, kwa sababu uwanja umeharibu. Mvua imenyesha, utashangaa. Jana mvua haikuepo. Leo mvua imenyesha kubwa, alafu hapa tu Temeke yani. Chang'ombe kwenye uwanja wa Mkapa. Utajiuliza hii mvua imetumwa na nani? Lakini kuna wakati mvua inaweza ikawa na manufaa na hasara pia. Ila hii mvua leo ilikuwa inataka kuleta madhara makubwa sana. Kwa sababu huu ni uwanja wa nyasi asilia. Unapokuwa unacheza na mvua imenyesha kwa kiwango kikubwa, viatu vya wachezaji ni 6 meno zile zinazama zaidi kwenye ardhi, sio? Kwa hiyo inapunguza kasi wa wachezaji. Hawapati ile acceleration, kuteleza kama ambao tuwezea kumuona Kibu, Mpanzu. Kwa hiyo ulikuwa uone mbinu za wachezaji zaidi, ulikuwa unaona desire. Unaelewa maana desire? Tamaa, yani kwamba mtu anatamani kwamba leo nataka niivushe Simba. Kwa maombi yote yaliyofanyika, kwa dua zote zilizofanyika, wachezaji wamepata confidence, wakasema hawataki kumdhalilisha Mungu, kwa sababu mwisho wa siku wakishinda kufuzu watamdhalilisha Mungu. Mungu yuko upande wao, washindwe vipi? Alafu Waarabu wenyewe, Waarabu watoleo la 3. Yani unashindwa kumtoa Al-Masry, alafu unataka kumtoa Zamalek, Ahli, brother, Berkane. Ni ngumu sana. Of course, shida ya Waarabu ni moja, tuliona wamelala sana leo, wamepoteza muda, wametukera mno. Yani kuna muda nilikuwa nataka kuingia uwanjani. Hata yule jamaa alioingia uwanjani mimi nilimsifu. Kuna dude moja lilifyatuka lile. Alafu ulishinda kujizuia. Ngoja bana. Lile dude kwanza wakati alipokuwa anaingia uwanjani amekunja ngumi, anamwambia Steward njoo niguse. Alikuwa anamfuata goalkeeper. Kwa nini amelala zaidi ya mara 5? Na sio kama analala kwa dakika 2, analala zaidi ya dakika 5. Alafu ananyanyuka yuko vizuri. Imagine mtu anatolewa nje kwa machela, alafu ananyanyuka hapo anarudi uwanjani. Utoto ule. Yani ni kuambwa makofi tu hivi. Unajua CAF wanawabembeleza sana Waarabu. Kama ni mimi ni kitu, Waarabu wanabidi wafutwe kwenye ligi. Kama ni mimi, Waarabu wafutwe kwenye michuano ya kimataifa. Hawana faida. Wanalala tu, wanapoteza muda. Kama unataka kulala si ukadlale ukatandike neti nyumbani kwako. Unakuja kulala kwa Mkapa mzee. Watu wanataka wakupelekee moto. Wanalalaje kizembe? Wanalala, wanapoteza muda. Watu wanataka wakupelekee moto. Unalalaje? Malengo ya Al-Masry pengine kupoteza muda alikuwa ni kuelekea katika mikwaju ya pili. Haya kiko wapi? Unajua wale walikuwa wanatafuta pa kufia, kwa sababu wanajua akienda penalti hawana lawama. Kwamba penalti si ya kila mtu, na iko duniani kote kwamba penalti haina mwenyewe. Kwa walikuwa wanajua wakipoteza muda, wakifika kwenye penalti hata wakifungwa watasema wala tumepambana, tumetolewa kwa penalti. Wakajitetee. Unajua wanalipwa hela nyingi wale jamaa, brother. Kwa hiyo walikuwa wanatafuta sehemu pa kufia, lakini mwisho wa siku hawajui Mungu anataka kudhihirisha kwamba yeye ni nani kwenye ardhi ya Tanzania. Oya, turudi kwenye mpira wenyewe. Niulize maswali ya kimpira. Nishamaliza mambo mazito. Mchezaji wa aina gani kwa upande wako? Kwa namna ambavyo umemtazama kwenye mechi ya leo, jitihada na uwezo binafsi ambao ameuonyesha. Simu ya Mwigulu Lameck Nchemba inaingia hapa. Mzee inabidi asubiri. Alafu balozi pia wa Tanzania nchini Misri naye amenitafuta. Ananiambia jiandae. Sasa mechi inaendelea kati ya Zamalek na Stellenbosch. Kwa hiyo huwezi jua. Umeniuliza Elie Mpanzu kibisa wala. Mbona waandishi wamekunja sura? Elie Mpanzu ameendelea kuwa mwiba sana katika kosti ya Simba. Elie Mpanzu, endeleeni kuhoji watu ambao wanawadanganyeni mpira kila siku. Kaka, huu mpira sio kwamba eti kuna watu wanaongea mpira kwa maslahi yao,
Wengine wanaongea mpira kwa ajili ya kuwafurahisha watu. Mimi nimeondoka huko muda mrefu sana. Ili weje bro, mimi najitegemea maisha yangu. Mimi sijawahi kuongwa, unanionga mimi. Mimi naishi mwenyewe kivyangu. Unamaanisha nini? Kuna watu wanaongea vitu ili kusifia watu fulani, itakuwa ni mambo ya kipumbavu kabisa. Yaani wewe leo eti unasema eti Elie Mpanzu hatoshi unataja wachezaji wako. Elie Mpanzu hatoshi. Alafu ni dhambi kumfanisha Elie Mpanzu aliyokuja msimu huu ndio kwanza hata raundi ya kwanza hajamaliza. Sijui unanisikia? Kwanza amekuja dirisha dogo. Usajili ambao wengi walikuwa wanautamani. Amekaa Bunju hajacheza mpira. Amecheza mechi 3 za mwisho. Sfaxien, Bravo pamoja na Constantine. Zile 3 hajacheza. Ameonyesha ubora wake, why usimpe maua yake? Oya, hakuna mchezaji ambaye anamfikia Elie Mpanzu hapa Bongo. Sio kwenye ligi kuu, hata kwenye michuano ya kimataifa. Nenda kaangalie michuano ya kimataifa kwa sasa, ligi ya mabingwa, alafu angalia na kombe la shirikisho barani Afrika, alafu angalia rate wachezaji wako. Kumrate mchezaji inatokana na nini? Cha kwanza, work rate yake. Amecover distance ngapi uwanjani? Elie Mpanzu amecover distance kubwa kuliko mchezaji yoyote. Unanielewa? Sijamaliza. Angalia composure yake, utulivu eneo la mwisho. Angalia namna ambavyo ana keep ball, kwa maana hapotezi mipira. Hauwezi kupokonya mipira kwenye miguu ya Elie Mpanzu kirahisi. Ni mfasaha kutumia miguu ya kushoto na miguu ya kulia kwa ufasaha mkubwa. Kwa hiyo ni ngumu sana kufanisha Elie Mpanzu na mchezaji mwingine, kwa sababu atakupa pasi za mwisho, atakupa determination, atakupa energy, alafu pili atafunga. Leo amefunga bao la kideo. People they don't talk about ile goli. Goli la kwanza la Mpanzu limerudisha Simba mchezoni. Goli limewarudisha Simba kwenye furaha, kwa sababu wengi walikuwa wanasubiria goli la kwanza. Brother, kupata goli la kwanza ni ngumu sana. Kama unakula korosho vizuri, goli la kwanza ni ngumu sana kupata. Elie Mpanzu kibisawala aliwajaribu. Jamaa wakawa wanakomana. Leo of course walijaribu kufunguka. Kipindi cha kwanza hawajataka kabisa kukaa nyuma. Elie Mpanzu amewapiga pressure, anawaangalia wamekaa vipi, akamwangalia goalkeeper ndefu kama jini lile. Limekaaja akamtengua mgongo, amepiga pinpoint diagonal goal. Kuna kitu inaitwa pinpoint diagonal, kwa maana inapigwa mpira afu unazunguka kama upinde wa mvua. Jana alikuwa anapiga free kick Declan Rice ule Arsenal, inazunguka kwa nyuma. Elie Mpanzu anavunja mistari, nikamkumbuka mzee wangu marehemu Alex Kashasha. Angekwepo leo, Mungu aendelee kumrehemu, mwalimu Alex Kashasha. Pale angeongea vitu vizito sana. Alipiga cross bending, angekwambia vitu vizito. Lakini mwisho wa siku leo hii hatuna watu kama Alex Kashasha. Goli limefungwa of course kali mno. Goli liwarudisha Simba. Haya, niambie goli la vile limefungwa lini mara ya mwisho? Katikati ya msitu wa watu wale, jamani warefu bro, futi 6 futi 7. Watu wamsahau Elie Mpanzu, mechi ya kwanza kule na mechi ya pili Benjamin. Swali zuri. Mimi mara baada ya mechi kisha nilikuwa Misri, unajua. Nilikuwa Masri babu. Waandishi wa habari wa Misri pamoja na benchi la ufundi walikuwa wanauliza hivi, kwa nini Elie Mpanzu Simba amempataje? Kwamba Simba amempataje Elie Mpanzu kibisawala? Anachezaje kwenye ligi ya Tanzania Elie Mpanzu? Watu wengi walikuwa wanafikiria kwamba Elie Mpanzu anapaswa kucheza ligi ya Ulaya kama England, Ufaransa pale French. Angeenda La Liga Santander, angeenda Bundes. Lakini wanamuona Simba wanashangazwa kwa sababu age yake inambeba, quality yake, determination, work rate yake, ana kila kitu cha kucheza Ulaya. Hivi imagine Yone Wissa anacheza pale Brentford ya? Alafu huyu anacheza Bongo. Wote walitoka na nani? Elie Mpanzu hapa ni daraja tu, anatafuta njia ya kuondoka. Amefunga goli nzuri sana. Ukiachana na goli, amecover distance kubwa. Yeye ndio mchezaji aliyokuwa na work rate kubwa. Ndio mchezaji ambaye leo ana rate ya 9.10, chini ya 10, yani 9 chini ya 10. 9 chini ya 10 kwa maana alikuwa na kila kitu uwanjani. Njoo kwenye goli la Mkwala. Hapo Steven Mkwala mechi ya kwanza hakupata nafasi ya kucheza. Na wengi waliona pengo lake, lakini kwenye mchezo wa leo kapata nafasi na kile ambacho amekiofa. Kwako wewe ni kitu ambacho umekiona kwa Steven Dese Mkwala, huyu ambaye ameanza kwenye mechi ya leo na Lionel Ateba kwenye mechi iliyopita? Nimemshukuru sana Fadlu. Fadlu ndo alikuwa anawanyima matokeo Simba. Naisema hii tena narudia. Fadlu ndo alikuwa anawanyima matokeo Simba. Fadlu sijajua Fadlu alikuwa ameingiwa na mdudu gani, unajua. Fadlu alivyoingia Simba alikuwa ni kocha ambaye ana misimamo. Alikuwa anafanya rotation. Alikuwa hampi mchezaji mmoja nafasi kwamba eti yeye tu, yani yeye tu ndio star. Hapana. Mavambo leo atacheza, kesho Ngoma, Nouma atacheza, Simba anatoka. Hivyo Kapombe mara Kijili, lakini alikuja kubadilika ghafla. Kama nani yule alibadilika? Diamond aliimba, Diamond. Kuna mtu alibadilika? Zuena. Yani ghafla tu kocha Fadlu akabadilika. Inawezekanaje Lionel Ateba mechi mfululizo wa 10 magoli alafu unaendelea kuwa naye uwanjani?
Hafungi eti kwa sababu anaweza kuhold mabeki, akafanya mabeki eti wasipande. Then inakuaje? Kama mabeki hawapandi inakuaje? Kama mabeki hawapandi tumesifunga. Yaani tunahitaji end product. Sasa Ateba akupi, lakini Mkwala ameprove hilo kwenye mechi ya Coastal Union, ndio mechi iliyomrejesha, amefunga hat-trick pale, kafunga bao la kisigino dhidi ya Dodoma, sio? Kwa hiyo ukijaribu kuangalia utaona ni mchezaji mzuri ambaye kwanza ana skills, pili ni mwepesi, kwenye boxi hafikiri mara mbili, ana determination, anapokea mpira alafu anaangalia peleke mpira wapi. Leo amefunga goli zuri sana, akabinuka Serekasi kwenye matope kaka. Kwa hiyo ni ngumu sana mtu kama Steven Dese Mkwala kupoteza magoli. Kwanza anakusaidia kwenda kukaba, pili anaongeza idadi kubwa katika eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo kwangu Fadlu Davids alikuwa anamkosea sana, na sasa nafikiri amepata jibu kwamba nani anapaswa kuanza kwenye first 11. Huyo Mkwala watu wanampuuzia. Asante Kotoko Mwamba kwenye mechi 28 alifunga goli 14. Pale kwenye Uganda Cranes, timu ya taifa ya Uganda, anategemewa, lakini Simba walikuwa wanamdemoralize, wanamshushia. Leo amempa nafasi, ameonyesha ubora wao. Umemwona leo nani amecheza? Ateba si akwepo, lakini umeona kazi aliyofanya. Simba unaiona wapi sasa baada ya kufuzu nusu finali? Kwanza siwadai Simba kufuzu hatua ya nusu finali, mimi inatosha sana kwao. Siwadai kwa sababu kufuzu katika hatua ya nusu finali ni kitu ambacho kwa wanatamani. Wewe imagine watu wameenda robo finali 7, 6, 4 za Champions League, 2 za nini? Za Confederation. Ndani ya misimu 7 watu wanahangaika kutafuta nusu. Alafu leo watu wamefika nusu finali waanze kuwadai finali. Utakuwa na utindio ubongo. Yaani uwezi leo ukamzaa mtoto alafu kesho ukatarajia atembee. Simba anapaswa kwenda consistency nusu finali. Kama akifika finali tumi Simba inaweza ikawa ni fluke. Wakifika hatua finali inaweza ikawa ni fluke kwa sababu kuna majiant. RS Berkane amechukua mataji, Zamalek amechukua, Usma yuko pale, sio? Tunasubiria kuona matokeo yao itakuwaje, lakini umeona namna ambavyo challenge inakuwa, sio? Jana wamecheza Esperance Sportive de Tunis na Mamelodi Sundowns. Nyumbani ameshindwa kupata matokeo. Al Hilal Omdurman ya Ibenge amepasuka home and away, sio? Kwa hiyo hii michuano sasa hivi ni surprise package. Wale wakubwa walioweka mizizi kwenye michuano ndio wanafanikiwa zaidi. Kwanza wanabebwa kuanzia home ground advantage hata nje. Unaelewa? Mtu kama Ahly amedominate ligi ya kwao sasa hivi, kiangalia hana ubora huo, ameachwa na Pyramid, sio? Na hiyo michuano ya kimataifa ni mbogo. Sasa ukimwambia Simba leo akashindana na Berkane, sijui kina Zamalek, sijui kina Usma, anaweza akapambana nao ikawa added advantage. Yaani faida nyingine nyongeza, sio? Lakini sio kwamba leo unamgarantii Simba aende kwenye kutaka ubingwa au kuchukua ubingwa. Wanapaswa kwenda hizo nusu finali nyingi zaidi, wakafika 3 au 4 wakaenda huko, lakini mwisho wa siku ni kwamba wakifanikiwa kwenda kwao inaweza kawa jambo zuri kubwa zaidi, kwa sababu timu ambazo zinacheza sasa hivi ni tofauti na misimu iliyopita. Wana uwezo wa kuchallenge nao, lakini siwadai zaidi katika hatua finali wala siwadai zaidi kuchukua ubingwa. Ninachowadai mimi ni waendelee kukomaa katika hizo nusu finali, wajenge hizo confidence kama ambavyo walifanya kwenye robo finali, wameingia mara nyingi zaidi pamoja na hatua makundi. Mwisho zaidi Elie Mpanzu moja fananisha na Pacome watatu wa Yanga. Elie Mpanzu mmoja na Pacome watatu wa Yanga Afrika, kwa sababu Pacome anacheza ligi kuu. Elie Mpanzu yuko nusu finali ya CAF Confederation, lakini huyo Elie Mpanzu ndo mchezaji ambaye anaimbwa kwa sasa kwa sababu ana kila kitu cha kuitwa winga uwanjani. Tuweke nukta hapo. Shukrani sana kwa leo. Bana, tuko pamoja. Kesho mimi wiki nzima hii niko line, iko wazi, tutaongea na nawakaribisha. Simu yenu ni muhimu sana. Yaani simu moja tu. Simu zitaita. Nitaokota simu. Nilikuwa siokoti kwa sababu tulikuwa tuna mambo mengi ya kitaifa. Simu zitaita. Kamara mmoja ni Diara wangapi? Kamara moja Diara 10. Yaani Kamara moja Diara 10. Haiwezekani goalkeeper ana clean sheet 15. Leo ameokota mikwaju ya penalti 2. Alafu unapandisha na Diara ambaye Diara amefungwa na Offensive Kola, goli la umbali. Nisikilize au unaumia? Acha mambo yako. Kamara moja ni sawa na Diara 10. Haiwezekani mtu ameokota mikwaju ya penalti kwenye matope. Alafu Elie Mpanzu yule ni mwanajeshi wa majini, kwa maana yeye ni kama wale wanajeshi wa Marekani wanaopiga vita wakiwa chini ya maji. Tuweke nukta basi. Tuondoke bwana.